Iran imethibitisha kuwa imefanya mashambulizi ya makombora siku ya leo Jumatatu kwenye kambi za kijeshi za Marekani huko Qatar pamoja na Iraq na kulipiza kisasi kwa Marekani kwa kulipua maeneo yake ya nyuklia na kuzidisha hali ya wasiwasi katika eneo hilo lenye hali tete, vyombo vya habari vya serikali vimesema. Iran imerusha makombora 6 kuelekea kambi ya anga ya Al Udeid nchini Qatar, huku milio ya milipuko kadhaa ikisikika juu ya Doha. Tangazo hilo limetolewa kwenye televisheni ya serikali huku muziki wa kijeshi ukipigwa, nukuu kwenye skrini ikisema jibu kubwa na la mafanikio la vikosi vya jeshi la Iran kwa uchokozi wa Marekani. Qatar imesema imefanikiwa kuzuia makombora yaliyolenga kambi ya Marekani na kuongeza kuwa ina haki ya kujibu moja kwa moja na kwa mujibu wa sheria za kimataifa kufuatilia mashambulizi hayo. Ilisema na imelaani shambulizi hilo na kuliita ukiukwaji wa wazi wa uhuru wake. Tunaeleza kulaani vikali kwa taifa la Qatar kwa shambulizi dhidi ya kambi ya anga ya Al Udeid na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, na tulichukulia kuwa ni ukiukwaji wa wazi wa mamlaka na anga ya Qatar na pia sheria za kimataifa, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Majed Al-Ansar alisema katika taarifa yake. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanaendana na kauli iliyotolewa na Rais wa Urusi Vladimir Putin alipomweleza Rais wa Marekani Donald Trump kwamba ikiwa atashambulia katika vinu vya nyuklia vya Iran, ni wazi Iran itafanya mashambulizi katika maeneo yenye kambi za kijeshi za Marekani, na hii itakuja kusababisha kuongezeka kwa mvutano katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, na hiki ndicho ambacho kinaenda kutokea. Taifa hilo la Ghuba lilikuwa limetangaza mapema Jumatatu kuwa lilikuwa limefunga anga yake kwa muda ili kuhakikisha usalama wa wakazi na wageni. Pia siku ya Jumatatu, balozi wa Marekani nchini Qatar ulikuwa umewashauri wa Marekani kujikinga kutokana na kile ilisema ni tahadhari nyingi. Ikulu ya White House na idara ya ulinzi wanafahamu na kufuatilia kwa karibu vitisho vinavyoweza kutokea kwa kambi ya anga ya Al Udeid nchini Qatar. Afisa mkuu wa ikulu ya White House alisema Umoja wa Falme za Kiarabu unafuatilia kwa karibu maendeleo ya kikanda na inaendelea kutathmini hali hiyo. Msemaji wa serikali alisema mtazamo huu kutoka kwa sehemu ya mfumo wa kitaifa wa UAE wa usimamizi wa dharura na mgogoro ambao unatanguliza usalama wa umma na mwendelezo wa shughuli katika sekta zote. Msemaji anasema nafasi ya UAE pia ilikuwa imefungwa kulingana na data ya njia ya ndege na sauti kudhibiti trafiki ya anga iliyotajwa na Flight Radar. Hata hivyo, mataifa mengi wakati huu ving'ora vinasikika katika mataifa kama vile Bahrain, lakini pia hata Saudi Arabia na maeneo mengi katika Mashariki ya Kati ambayo yana ngome za kijeshi za Marekani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, nasi tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili ufahamu haya yote ambayo yanajiri katika ulimwengu. Naitwa Adam Hussein.